Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Natumai Mungu amekuwa pamoja nanyi, na tunaendelea siku ya leo na show yetu ya The Lord is my Shepherd. Jina langu ni Reverend Margaret Gadhodho. Nashukuru Mungu kwa sababu ya fursa hii ambayo ametupa ya kwamba tutaweza kulisikiza neno lake, na tuone vile tulianza wakati ule mwingine kuhusu imani. Bible inasema tukijikumbusha kidogo yale tuliyoyasema wakati ule mwingine, ni ya kwamba Hebrews chapter 11 verse 1, Bible inasema ya kwamba imani ni kuwa na uhakika wa yale mambo ambayo tunayatarajia. Kwa hivyo hayajatendeka na pia hatujayaona, but tuko na uhakika ya kwamba kwa sababu imani yetu iko kwa Mungu, sio kwa watu. Imani yetu haiko kwa mali ambayo tuko nayo. Imani yetu hatujaiweka kwa masomo yetu na akili zetu. Tumeiweka kwa Mungu ambaye ako na uwezo na nguvu za kutimiza. Na kwa hivyo ndio maana Bible inasema ya kwamba imani ni kuwa na uhakika wa yale mambo ambayo tunayatarajia itatendeka, na kuwa na uhakika wa yale mambo ambayo hatuyaoni na haya macho, but tutayaona. Haijafanyika physically, tuna imani ya kwamba ishafanyika kwa kiroho, ni physical. Sasa tunagoja na tuna imani hiyo. Ukisoma 2 Corinthians chapter 5 verse 7, Bible inasema ya kwamba we walk by faith and not by sight. Tunatembea kwa imani, lakini sio kwa kuona na haya macho ya kimwili. Na kwa hivyo siku ya leo tunapoendelea kusikia mambo ya imani, neno kuhusu imani, naomba ya kwamba hata kama ukiangalia kweli unaona jambo fulani ni kukufa, inakufa. Unaona kweli hii biashara ni kuisha, inaisha. Unaona tumaini langu imeondoka, imeisha, sina. Kwa sababu kile naona ni kama there is no hope. But today nataka kukuambia hivi, imani ni kuwa na uhakika ya mambo yenye unayatarajia lakini haujayaona. Kuwa na uhakika ya kwamba kwa sababu imani yangu iko kwa Mungu, hii jambo itatendeka kwa jina la Yesu. Nipeane my experience. Mimi ni mama, niko na mume mmoja na niko na watoto wakubwa. Na mtoto mmoja wangu alipokuwa alifanya primary level, akapita vizuri, akaingia kwa sahi hizo ndio zinaitwa county schools. Those days zilikuwa zinaitwa provincial schools. Na akaitwa, lakini alipoingia pale akakuta ile shule kuna watu ambao wanapiga watoto wengine, wanawaweka baridi. Na mtoto wangu akawa na uoga from form 1 up to form 4. Alikuwa tu yule anaogopa kwa sababu anafinyiriwa. Kuna mambo ilikuwa inatendeka pale, unaitishwa pesa, so many things, unaibiwa vitu zako, kila kitu ilifanyika pale. Na kwa hivyo ile maisha hakuwa anaijua, akawa na uoga sana kiasi ya kwamba hata kama alikuwa a bright child, akawa education yake imerudi chini, na ikafika mahali ikaendelea kudhoofika. Pamoja na kumuongelesha, pamoja na maombi, ikaendelea tu kuenda chini. Na ilifika wakati mmoja, miaka kadhaa, nikawa sasa ninaletewa, akifunga shule ananiletea barua kama 4 hivi. Barua ya kwanza ni ya kuonyesha the newsletter, ilikuwa ni newsletter ya kuonyesha programs ambazo zimepangwa katika shule mwaka mzima. Something else, another barua ingine ni ya kuonyesha kwamba school fees, tutalipa pesa ngapi. Barua ya 3 ni ya kuonyesha mtoto ameperform namna gani. Na barua ya 4 ilikuwa ya kusema ya kwamba shule zitafunguliwa tarehe 5, lakini wewe mzazi utaleta mtoto wako tarehe 6.
na ikawa hiyo ndio order of the day. Every term, every year, nikawa tu hivyo. Natembea na mtoto wangu, watoto wote wamerudi shule, lakini kwa sababu yeye alianguka mtihani, ninarudi na yeye the following day, tukiangaliwa na watoto wote. Labda walikuwa nasema hawa ndio poor performers. Na ikafika mahali mtoto akifunga shule anakuja nyumbani, nikimwangalia anakuja mapema sana kukuambia ya kwamba hakuna mahali nimeingia, sina hope ya maisha. Hata kama haongei, lakini unaangalia vile watoto wanakuanga excited, wanaingia mahali, wanatembea, wanaenda in groups. Hakuwa na hiyo, alikuwa anakuja mapema sana shule, nyumbani sorry. Na nikimwangalia akinikuta kwa nyumba, mara nyingine namuuliza, nikupikie hii? Hapana, staki. Nikupikie hii? Hapana. Umekula nini? Hakuna kitu nimekula. So nikaona mtoto ameanza kuform rights hapa, ya kuonyesha hata stress niko nayo kubwa nyingi. Nikaona no, I'm losing my child. So siku moja nikamketisha chini, nikamwambia hata kama utakuja na result zako zitakuwa baya kushida ile inaitwa grade E, ukuwe na kitu kibaya kama iko kushida hiyo, you are still my child. Tunakupenda kama mtoto wetu. Hatujakupenda kwa sababu ya masomo ama good performance, no. Tunakupenda kwa sababu wewe ni mtoto wetu. Nikajaribu kuraise imani ya huyu mtoto, kuraise hope, kumpatia nguvu, at least moyo wake uinuke. Na wakati wowote nilikuwa natembea na yeye kumrudisha shuleni ili tusikie mwalimu atasema nini, kwa sababu kweli aliperform vibaya. Nilikuwa namwambia tukiingia katika gate ya shule, namwambia it's only now tunaaibika. Ni wakati huu tunaaibika, lakini kile ninakuhakikishia, Mungu ambaye tunamuomba, Mungu ambaye tunamwamini, wakati utatoka na saduku yako after form 4 kwa hii mlango, utakuwa na ushindi mkubwa. Na nikawa na mwalimu pale hiyo shule, tulikuwa tunaongea na yeye sana, na nikawa namwambia mtoto wangu ataenda campus, na nikamwambia mtoto atakuwa kitu fulani career yake. So mwalimu ananiangalia, akiangalia performance na kile ninasema, anashindwa, huyu mama kitu yake iko sawa kweli? Anajua hiyo course inahitaji grade gani? How itawezekanaje? Nikamwambia I believe in a mighty God, na haezi niaibisha. So nikaambia mtoto endelea kusoma na kumtegemea Mungu, na pia na kushikilia. Tukaendelea hiyo safari, na mwishowe akamaliza form 4 na matokeo ikapeanwa, na mtoto alipita na akaingia campus. Na saa hii ni mtu anafanya kazi yake, anakulia hiyo career yenye alisomea. So I'm saying imani ni kuwa na uhakika ya mambo ambayo tunayatarajia ya kwamba itatendeka, tutayapata. Ni kuwa na uhakika wa mambo ambayo hatuyaoni na tunaamini tutayaona, tutayashika, tutayafurahia. Mahali ambapo hatujafika, tunaamini tutafika. Niliamini, nikaenda safari na mtoto mpaka alifika. Siku hii amefurahi. Amefurahi. Hiyo stress yote ilimuondokea, and I thank God. So mahali ulipo, tunapoendelea kuona aina ingine, aina ya pili, there are so many there are different kinds of faith, but ya kwanza tuliona there is that faith with action, living faith, imani ambayo iko na matendo, tukaiita ni imani ambayo iko hai. So today nataka tuone imani ambayo imekufa. In the book of James chapter 2 verse 26 inasema, as the body without spirit is dead, so faith without deeds is dead. Ati kama mwili ambao hauna roho, wakati mtu tunasema ameaga, amekata roho, huo mwili tunaanza kusema his body. Hatuiti fulani, hatuwezi kumuita huyu ni fulani, tunasema mwili wa fulani, maana fulani ashatolewa, moyo, roho yake imeondoka.
So it's a body. So Bible inasema ya kwamba kama hivyo mwili ambao ikitokwa na the spirit tunaita the dead body. So the same case applies to faith without deeds. Imani bila matendo pia nayo imekufa. Mungu akituangalia anapendezwa na yule mtu mwenye atakuwa na imani hata kama mambo ni magumu kiasi gani. Nitaamini kama vile Mungu alinisaidia. I'm not proud, si jinui ama kujigonga kifua. It's not me. Ni Mungu alinisaidia na akasaidia mtoto wangu. Si kufa moyo. Hata kama mambo ilikuwa mengi ya kufanya moyo wangu urudi chini, nilikuwa tu najifungia mahali wakati mtoto hayuko. Nalilia Mungu na mwambia, I believe in you. Usiniaibishe. Naomba tu kwa jina la Yesu usiniaibishe. Ninakuamini na nimeambia mtoto ya kwamba utamsaidia. So Mungu akituangalia anataka kuona mtu yule mwenye ako na imani na Mungu hata kama hatumuoni. Imani na Mungu kiasi ya kwamba unaamini, si Mungu ni wewe umesema hivi, naamini neno lako. Bwana asifiwe. Kuna mama mmoja ako katika Biblia. Mama ambaye alitoka kwake nyumbani kwa sababu alikuwa na mtoto ambaye amepagawa na mapepo. Na huyu mama anaitwa sio jina yake but according to wakati kama huu wetu, alikuwa ni mama ambaye hajaokoka. So akaenda akamtafuta Yesu kwa sababu labda alikuwa amesikia yale mambo yote Yesu anafanya. Anaponya watu, anakemea mapepo, wenda wazimu wanakuwa soba, wanakuwa watu wa kutegemewa. Akaona nitaacha huyu mtoto wangu kwa nyumba kwa sababu amepagawa na mapepo. Mtu mwenye anakaa mwenda wazimu hawezi mbeba, hawezi enda naye kwa njia, atakusubua. Akaenda kumtafuta Yesu kwa imani. Alipofuata Yesu akamkuta akiwa na wanafunzi wake. Biblia inasema alienda akilia. Alipoona Yesu akaanza kuscream, akaanza kuita Yesu, mwana wa Daudi, nihurumie. Alikuwa analia na anapiga anaongea kwa sauti, lakini Bible inasema Yesu alinyamaza. You can imagine mtu mwenye anakulilia na wewe ndiye anaita and then you keep quiet. We mwenye unaitana na unalia kwa sababu uko na shida ambao unataka msaada na umeenda kwa yule ambaye unataka akusaidie, lakini amekunyamazia, utaona madharau. But I thank God because of this woman. She had faith. Alijua huyu Yesu mwenye ananinyamazia ndio ako na suluhu ya mtoto wangu. Ndio atatibu huyu mtoto. Ndio atafanya mtoto wangu apone. Na kwa hivyo huyu mama akaendelea kulia, akaendelea kuita Yesu. Yesu tu anamfuata tu kwa sababu alikuwa anatembea na wanafunzi wake. Alafu wanafunzi wakati waliona Yesu amenyamaza, nao wakamwambia, mwambie aondoke, mwambie arudi, anatupigia makelele. Because wanafunzi walijua Yesu ni wetu. Sisi Jews, the Jews, Wayahudi. Yesu ni wetu, sio wa watu wengine, ni wetu. So they were irritated ya kwamba anawapigia makelele. They want to have time with their Jesus. So Yesu wakati alifungua mdomo aliambia huyu mwanamke, sikutumwa kwako ama kwenu. Yani nyinyi ni watu wa mataifa, but nilitumwa kwa wana wa Israeli. Naye mama akasema ni kweli. Nimeamini hiyo umesema. Ni kweli haukutumwa kwetu. But naomba tu unihurumie. Nihurumie. Akapiga magoti, akamworship, akamwambia nihurumie. Yani ni kuonyesha my hope is nowhere else. Iko kwako. Imani yangu kuhusu mtoto wangu iko kwako tu. Msaada wangu unatoka kwako, sio kwa mtu mwingine. Yesu akamwambia, sio vizuri kuchukua mkate wa watoto upatie ubwa. Kusema ukweli, mtu mwenye atawaza akiwazua, utaona huyu mtu amenitusi sasa. Imefika mahali ambapo
sitamfuata tena na sitamlilia tena, sitagojea msaada wake tena. Amenitusi, ameniita ubwa. But huyu mama hakukufa moyo. She was ready to be called names, lakini alikuwa na imani. Alikataa imani yake itingizike ama irudi chini. Akasema ni kweli sio vizuri kuchukua mkate wa watoto kurushia ubwa. But hata wakati watoto wanakula mezani, kuna zile zinaangukanga chini ya meza na ubwa anakula. Kufika hapo Yesu akashangaa. Akasema this is a woman of great faith. Hivyo ndio huyo mama alipona. Si Mungu atuangalie wapendwa. Badala ya kukaa kwa nyumba ujifungie. Badala ya kukaa mahali uwe stressed, pressure ipande, acid ulcers zikushike na magonjwa mengine inaweza kutushika ya stress. Si tumwamini huyu Yesu kama huyu mama. Na imani yetu kama ilikuwa imekufa, tumwambie siku ya leo, naomba imani yangu ikaweze kufufuka kwa jina la Yesu. Kuna neno katika Ezekieli 37, Bible inasema ya kwamba Israeli ni kama mifupa mikavu, kwa sababu wanasema ya kwamba tumaini yetu imekatika, imeisha. Relationship yetu na Mungu imekuwa disconnected. Yani he is no longer caring about us. Ametusahau. Walikuwa katika nchi ya ugeni na wakaona we are hopeless. Lakini Mungu mwenye upendo akatuma Ezekieli nabii wake. Akamwambia, enda uambie Waisraeli, nitafungua makaburi zao, nikawatoe, kwa sababu they are like dead bodies. They are hopeless. I'll remove those bones. I'll revive them. Nitarudisha tumaini yao. Si siku ya leo tu. Usikufe moyo. Hata kama umekuwa umerusha mikono. Hata kama ulikuwa umeona there is nothing I can do now. It is too much. Huyo mwanamke situation zile alipatana nazo zilikuwa tu tosha za kufanya arushe mikono tu na arudi nyumbani aseme basi huyu mtoto wacha asubuliwe na mapepo mpaka mwisho. Kama ni kukufa akufe, I have no otherwise now. I've tried always, imeshindikana. Usifike hapo mpendwa. Have faith in God. Hata kama imani ilikuwa imekufa, hata kama uliambiwa uko na kansa na unajua tu kansa ni kumalizanga, inamalizanga, tunakupeleka kaburini, sema sitakufa. Bible inasema Psalms 118 inasema verse 17 ya kwamba I shall not die. Confess with your faith, with your mouth, I shall not die. There is power in confession. Na tuko na uhai katika ulimi wetu. I shall not die. Ni kweli kansa imeua wengi. Have faith like this woman. Lakini useme I'm not going to die. Sitakufa. Premature death, I'm not dying. Kansa hauniui, iongereshe. Ongeresha hiyo hali ambayo inakupeleka chini. Unakaa like hata weight umepunguza. Nguo hazikutoshi kwa sababu mwili umekuwa mdogo. Sema I'm not going to die. Ni kweli sikuwa na imani, but now through this faith I'm going to live. Through this word I'm going to believe in my God. Nitakuwa na tumaini tena. Nitaishi tena. Nitapumua tena. Nitasimama tena. Wataniona tena. Nitakuwa na utukufu tena. Nyama zitanijaa mahali zinastahili. Nitatumikia Mungu wangu tena. Ulitoka kanisani? Sijui umekwazwa na mchungaji, umekwazwa na viongozi wa kanisa, umekosewa na watu ambao mnashiriki na wao, ukasema I'll not go there again. I'm telling you, hao wote mpaka mchungaji, awe ni mchungaji mkubwa, bishop ama nani, wote wanatafuta uhai. Imagine hakuna mwenye wanatafuta uzima wa milele. Kila mtu, hakuna mwenye anapeana uzima wa milele isipokuwa Mungu wetu. So please go back to the church. Go back to the church. Na uombe moyo wa kusamehe. Uombe moyo wa kusameheana. Uombe moyo wa kunyenyekea. Go back and serve your God with faith. With faith. Bible inasema
Hebrews chapter 11 verse 6. It is impossible to please God without faith. Ukisoma hiyo 5 inasema mambo ya Enoch, vile ilisemekana ya kwamba yeye ni mtu ambaye anampendeza Mungu, na kupitia kwa hiyo Mungu alimuinua akiwa na uhai wake tu, hakufa, hakuona kifo. Na kwa hivyo inasema ya kwamba ni kwa sababu Enoch alikuwa na imani, ndio maana alikuwa anampendeza Mungu. So Bible inatuambia verse 6 ya kwamba it is impossible to please God without faith. So enda utumike na uwe na faith ambayo iko na matendo, faith ambayo haijakufa, kwa sababu faith yako kama iko hai, utatumika na mimi nitumike nikiwa ninajua ya kwamba I'm serving my God. Hata kama ni watu natumikia, ni kwa sababu nimepewa kazi ya kuwatumikia na Mungu. Amen. So we are serving people, but we are serving God, the owner of those people. Bible hapo verse 6b inasema ya kwamba lazima kila mtu ambaye anamwendea Mungu awe na imani ya kwamba Mungu yuko, God exists, na ya kwamba he is the rewarder of those who seek God earnestly. So today, please, those who are staying at home, ni judgment unakalia ghadhabu ya Mungu, na siku ile grace yake itaisha, atapigana na wewe. So badala ya kugojea hapo, please go back and serve God. Kila Mungu ameweka ndani yako hakikuwa chako, ni cha kanisa, ni cha watu wa Mungu, ni cha community. Go and serve the community. Kama we ni muombezi, usiseme nitakuwa naombea kwa nyumba. No. Kuna watu wanataka kusikia hiyo maombi kule kanisani, kule kwa mashuleni, mahali popote, kule hospitalini, mahali popote, kule kwa prison. Kuna watu wanagoja wasikie hiyo maneno ambao unaomba Mungu nayo, ili ukainue imani yao, ukawapatie tumaini. Please don't sit in the house. Usijifungie kwa nyumba. Usije ukanyamaza hata kama unaenda kwa kanisa useme sitatumika. Imagine sio mchungaji utaumiza. Nasema hivyo kwa sababu once a time I was there. Niliinua mikono nikasema wamenikwaza, wameniumiza sana. I'll not do it again. But Mungu mwenye aliweka kile nilikuwa nimebeba ndani yangu, alinitoa kwa nyumba na nikaendelea na kazi ya Mungu, na nikawa na moyo wa kusamehe. So today we are talking about dead faith. Dead faith itakumaliza. Because dead faith, hakuna kitu unatarajia. Unaona tu kila kitu iko sawa. Unaongea kama watu wengine. Economy iko baya. Makanisa ziliharibika. Wachungaji wanaweka makanisa kama biashara. Utaongea vibaya kwa sababu imani yako imekufa. But a living faith, unaongea positive things. We walk by faith and not by sight. Usitembee na kile unaona, mpendwa. Kanisa imeharibika, enda huko utengeneze. Ni wewe utatengeneza. Ni mimi nitatengeneza. Sasa ukikaa kwa nyumba, nani atatengeneza? Ukisema utakuwa wewe unaangalia unasomea ibada kwa zile za TV, nani atatengeneza mahali Mungu alikuwa amekupeleka? So please today, rauka mapema. Uwe ukirauka mapema. Ikifika ni wakati wa Jumapili, enda mapema. Do what you are supposed to do. Don't keep quiet. Do it with the faith. Ya kwamba I'm serving a living God. I'm serving a God who is able. I'm serving a God who is a rewarder of those who serve him, of those who seek him. Yes. And I'm saying that because I have seen God. I am a living testimony that God exists. He rewards. Yes, he rewards. And he's going to reward you. Kwa sababu yeye hangali kama watu. Hapana. Yeye ni mwaminifu kwa kila jambo. Unapotumika, unapoaminika, he's there to reward you. So go back to the church. Go back to what you used to do. And do it with faith. Do it with obedience. Do it wholeheartedly. So that you'll be paid by God. I want us to pray.
Kama imani yako ilikuwa imekufa, I pray today that imani yako ikaweze kufufuka. Imani yetu ikaongezeke. Kama vile mitume, Luke chapter 17 verse 5, walimwambia Yesu, increase our faith. May the Lord increase our faith so that we serve him with humbleness, with obedience, with righteousness. We serve him with faith. Hata akituangalia naona, hawa wako sawa. I have to bless them because they have faith in me. Watu wenye hawavujiki moyo. Vita zinakuja kweli, kwa sababu sikwambii ati tukiwa ulimwenguni tutakosa hizo mambo ya kutuweka chini, kutuvuja moyo. Itakuja, ni mengi kwa doa, kwa utumishi, kwa community, mahali popote tu ulipo. Kuna mashida itakuweka chini, but don't give up. Don't give up. Don't give up. Have faith in God. Mwambie hata hapa ni wewe naamini. Hata kwa hii jambo gumu hivi na kuamini Mungu. Hata kwa hii jambo dogo na kuamini Mungu. Kwa jina la Yesu. May we believe in God and pray. Father, in the mighty name of Jesus, tunakuinulia sauti na mioyo yetu, tukikuinulia jamii zetu, tukikuinulia makanisa yetu, tukikuinulia taifa letu, tukikuinulia mahitaji yote ambayo tuko nayo Bwana. Tunaomba siku ya leo ukatuwezeshe kuwa watu ambao wako na imani. Imani iliyokuwa imekufa, wewe ni Mungu ambaye unarejesha. Turejeshe imani iliyo hai. Tuomba Bwana, imani yetu ikaonyeshe matendo. Ikakuwe ni imani ambao inafuatwa na matendo mazuri. Inafuatwa na matendo ambayo inakupendeza. Matendo ambayo itafanya wengine wakuamini na tu wakufuate, wakugoje na wawe na imani na. Asanti Bwana. Asanti kwa sababu ya msikilizaji. Mbariki wale wote wameinama mioyo. Naomba Bwana, nguvu zako zikawainue tena. Si Bible inasema katika Isaia 30 verse 40:31 ya kwamba wale ambao wanakugoja unawafanya nguvu zao kuwa mpya kila wakati. May you renew our strength, oh God. The strength to serve you. The strength to believe in you. The strength to do what you have called us to do, oh God, for the glory and honor of your holy name. Thank you for everything. Thank you for your word. Thank you, Lord, because you have increased our faith. Thank you because you have changed our situations. In the mighty name of Jesus, we praise you and we worship you. Amen and amen. So may the Lord bless you. We shall continue with our show of The Lord is my shepherd. Na tutaendelea na hiyo topic ya imani. God bless you.